Vijana wa vyuo mbalimbali nchini wametakiwa kupokea na kuitumia ipasavyo elimu ya afya ya uzazi kupitia mradi wa Ahadi unaotekelezwa na shirika lisilo la kiserikali la Tanzania Home Economics Organization TAHEA, hali itakayowasaidia kutimiza malengo yao. Elizabeth Kalapye ni msimamizi wa mradi wa Ahadi ambao unahudumia vijana wa umri wa miaka 10 hadi 24. Amesema taasisi hiyo imeamua kuongeza kipengele cha vyuo, lengo elimu hiyo iweze kuwafikia wanafunzi wote kutokana na changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili katika maeneo yao. Ameongeza kuwa mradi huo utawasaidia wanafunzi hao kujitambua, hivyo kufuata njia sahihi na miongozo ya afya uzazi. Wito wangu kwanza kwa wanachuo ambao tumewafikia sasa hivi kama engagement yetu ya kwanza, na waomba sana hii elimu itakapowafikia, najua itawafikia kutoka kwa wanafunzi wenzao, basi waipokee na waweze kuona kama ni kitu kikubwa sana, kwa sababu unajua mtu anapokuja kukupa elimu ya bure ni kitu kikubwa. Hata sisi wenyewe tuko kwenye mafunzo ya tuko na wanachuo, lakini kuna vitu tunajifunza pamoja na utu uzima tulionao, lakini kuna vitu tunajifunza. Lakini pia na waasa hata wazazi, unapoona mwanao amerudi likizo ana mabadiliko, tujaribu kuzungumza na wazazi na watoto wetu, tujaribu kuzungumza na vijana wetu, kuwaeleza hali halisi, hali ya mabadiliko, namna ambavyo imekuwa, kwa sababu sisi tunawafundisha lakini na wao wana mapokeo yao. Kwa hiyo hata wazazi utakapomuona mtoto, tuzungumze na watoto wetu, tueleze hali ya mabadiliko, tusiwaache, kwa sababu hawa watoto ni wetu sote. Ameongeza kuwa mapokezi yamekuwa mazuri kwa wanafunzi wa vyuo vya Dodoma kutokana na ushiriki wao, hivyo itasaidia kuongeza uelewa kwa wanafunzi wenzao katika swala la afya uzazi. Mapokeo ni mazuri. Kwanza kabla tujafika vyuo, maana tulizungumza na uongozi wa chuo. Kwa hiyo uongozi wa chuo kwa maana ya walimu pamoja na dean of student walifurahi sana kwa kuleta hii engagement vyuoni. Kwa hiyo ilipofika kwa wanafunzi wamepokea vizuri na wamefurahia. Na tulikuwa tunategemea kuwa na wale tutakao wapa elimu wao wachache kwa ajili ya kwenda kufundisha wenzao, lakini wamekuwa wengi. Kwa hiyo tumefurahi kuona hivyo kwamba wamepokea hili jambo kwa ukubwa na wamefurahi, na wametuambia pia wana club zao ambazo huwa wanakutana mara moja, lakini wameona kwa sababu tumewapa elimu, maana yake tunawaongezea nguvu. Kwa hiyo watakutana mara kwa mara na watafanya hili jambo kwa ukubwa. Yaani haitakuwa tena ile elimu ambayo walikuwa wanapeana kwa mara moja, maana yake watapeana elimu kwa ukubwa. Na kwa kuongezea hapo, vyuoni kuna dispensary na kuna hospitali ambazo ziko nje ya vyuo ambazo wanafunzi wanazitumia. Tumetoa elimu pia kwa wale watu wa huduma wa zile hospitali au dispensary ambazo wanafunzi wanaenda kupata huduma pale, kwa sababu ili kusudi wanavyuo wanapoenda pale kwa maana ya kutaka kufanya kitu chochote kile, iwe labda mambo ya abortion au mambo gani, waweze kuwasaidia kwanza, kwa counseling, kuwapa elimu, lakini pia kuwasaidia kwamba hili jambo wasione kama ni la kawaida. Kwa hiyo wamefurahi sana, wamepokea kwa ukubwa na wametupa ushirikiano mkubwa mpaka hapa tulipofika. Baadhi ya wanafunzi mbalimbali walioshiriki mafunzo yanayotolewa na shirika hilo wameshukuru kwa kupata nafasi ya kupewa elimu ya afya ya uzazi, huku wakikiri changamoto ya wanafunzi wengi kukosa elimu hiyo kutokana na sababu mbalimbali. Naenda kusaidia jamii kwa kiasi kikubwa, maana kama mimi mwenyewe na taasisi yangu mwenyewe ambapo nitashare na wenzangu, pia tunakuaga na program ya kuwafikia wanafunzi wa form 4 na 6 na form 2 kila kabla hawajaingia kwenye mitihani ya taifa, inaitwa Jitambue Mwanafunzi. Kwa naona hii elimu hiyo niliyoipata hapa itanipa fursa ya mimi kuongea na hao wanafunzi, maana ndo hao watafika chuoni. Kwa ni vyema kuongea nao mapema ili wakija huku wanajua wanakuja kufanya nini na ili wafanikiwe. Pia hapa chuoni nina marafiki wengi, kwa hiyo na pia naweza nikakaa nao kwa magrupu, kuongea nao na kushare nao hii elimu niliyoipata hapa. Masuala ya kinga, masuala yote ya uzazi wa mpango, masuala ya kujua siku za mzunguko wa hedhi ukoje, na masuala pia ya afya ya akili, pia na kijamii, kwa sababu chuoni kuna kukaa hostel na kukaa na kupanga. Kwa kule kwenye kupanga unakutana na watu tofauti, maana ni nje ya chuo. Kwa kule unaweza ukakaa na kijiwe, kama muda mwingi unaweza ukakaa muda ambapo vipindi havipo, unakutana na watu, mnakaa pale mnavokaa, mnagusia mada, unavyoona mada inavyoendelea na wewe unaweza ukagusia kitu ulichokijifunza hapa. Kwanza hii elimu itanisaidia kirahisi zaidi kama nitatumia magroups kusambaza elimu.
kwa ajili ya wanafunzi wangu kupata elimu ambayo mimi nimepata. Pia ningependa hao wanafunzi ambao watataka kusikia au kuona kile ambacho ninakispread wakichukulie kwa uzito kwamba ni kwa ajili yetu sisi vijana, kwamba tunatakiwa tuwe tunafuata ushauri ambao tunapewa, mafunzo ambayo tunapewa, tujikinge hasa na magonjwa. Pia makundi hayatoshauriwa sana katika hiyo elimu ambayo mimi nitaitoa. Nimejifunza vitu vingi sana, lakini kitu kikubwa ambacho nimejifunza na kuelewa ni kwamba wazazi wana mchango mkubwa sana katika kuelimisha vijana, kwa sababu umri ambao mtu anaanza kukua au kuwa mature kulingana tulivyofundishwa na hili shirika au mradi ambao tumepiga program hapo ndani ni umri wa kuanzia miaka 10 mpaka 19 au 10 mpaka 24 kulingana na hormone na mabadiliko ya kimwili. Hivyo basi wazazi wanayo haja kukaa na kuzungumza na watoto wao, kuwaelimisha, sio kuwaficha. Zile zama za kuwaficha watu zimeshapita kulingana na wakati uliopo. Tofauti na zamani, kwamba zamani tulikuwa tunaamini mtu akifikisha umri fulani ndio atakuwa, lakini sasa hivi watu wanaanza mambo haya ya kujamiana, wanafanya vitendo vya ajabu wakiwa bado wadogo. Kwa hiyo kuna haja ya wazazi kuwaweka wazi watoto chini, kuambia bwana, hichi ni ukatili, hichi hakifai, hichi kinafaa. Hapa umri unapokuwa hivi unatakiwa ufanye nini ujikinge, nini ufanye, nini usifanye. Kwa hiyo kulingana na mradi huu nimeona kwamba wazazi wana mchango mkubwa sana katika kuelimisha vijana. Na kwa nini wamekuja mpaka huko chuoni? Kwa sababu ukiangalia umri una kuanzia miaka 10 mpaka 24 na ambao ni vijana pia wako huko chuoni na ni waathirika wakubwa wa vitu ambavyo vinatokana na afya ya uzazi pamoja na matatizo ya kingono, ulevi, ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Hivyo basi mradi huu umekuja kutuelimisha ni njia zipi ambazo tunafaa kutumia, ni namna gani tunapaswa kuelimisha jamii ama kundi la vijana ambao vijana hao usipoelimisha ndio wanapotea. Tanzania Home Economics Organization TAHEA ni shirika lisilo la kiserikali ambalo limekuwa likitekeleza miradi mbalimbali nchini, ikiwepo mradi wa Ahadi ambao umekuwa ukiwagusa moja kwa moja vijana wenye umri wa miaka 10 hadi 24, ambapo hivi sasa wamekamilisha kutoa elimu ya afya uzazi katika vyuo mbalimbali mkoani Dodoma, ikiwepo Chuo Kikuu cha Dodoma, Chuo Kikuu cha Mtakatifu John, Chuo cha Kilimo na Mifugo Nzuguni, Chuo cha Mipango, Chuo cha Biashara pamoja na Chuo cha Madini.